Pongezi hizo zimetolewa katika hafla iliyoandaliwa na taasisi ya Chicken Foundation inayoongozwa na Sofia Mwakagenda, ambapo mamia ya wanawake wamekabidhiwa mitungi ya gesi ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tunakupongeza kwa juhudi hizi unazozifanya, hata kama hauko bungeni kutetea wananchi, lakini bado moyo wako wa utetezi unaendelea. Sasa tunataka kumkomboa mwanamke na ule moto na ule moshi kwa njia ya kutoa hizi zawadi za mitungi ya gesi, ili akina mama wawe na muda wa kutosha kufanya shughuli za maendeleo badala ya kuwa na muda mwingi kutafuta kuni. Asante sana mama, asante sana ndugu yetu. Kwanza umeokoa wengi wanaofikiri ni wachawi kwa sababu ya ule moshi. Maana moshi unafanya macho yawe mekundu, wanafikiria ni mchawi, kumbe ni moshi. Sasa kupitia mitungi ya gesi, bado sauti ya utetezi kwa kina mama inaendelea. Mwenyekiti wa kina mama chama tawala, nafikiri unaona kazi ya mama mwenzako. Sasa akina mama hawatashinda porini, wataulizwa ulikuwa wapi muda wote? Alienda kutafuta tukuni za kupikia chakula cha mwanaume. Sasa unaokoa familia nyingi, ndoa nyingi zitakuwa imara kwa hii juhudi unayoionyesha. Ili Mungu azidi kukutunza na kukuimarisha. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi wa Chicken Foundation Sofia Mwakagenda amesema mpango huo unalenga kuwawezesha wanawake kutumia nishati salama, kulinda afya zao, kuhifadhi mazingira na kuboresha ustawi wa familia. Huku kaimu katibu wa CCM wilaya ya Rungwe Agnes Bashemu amepongeza juhudi za taasisi hiyo kwa kugusa maisha ya wananchi, huku akiwahimiza wanawake kuendelea kudumisha amani, mshikamano na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Samia Suluhu Hassan ni kinara namba 1 kwenye nishati safi na dunia inatambua hilo, na ameeleza kwamba ifikapo 2030 tutakuwa tumeacha kabisa matumizi ya kukata miti. Kwa hiyo sisi kama miamvuli, askari wake wa miamvuli, tunajitahidi kutekeleza katika ngazi ya vijiji na majimbo. Yeye anafanya kitaifa zaidi. Kwa hiyo sisi tupo kwa niaba yake. Ninaamini mbunge wa jimbo hili anafanya kazi hilo, lakini sisi ambao tulikuwa wabunge wastaafu tulipoanzia sasa tunaendelezea. Kwa hiyo nishati safi sio ya rais peke yake, ni ya wananchi wote. Lakini ipo katika Millennium Goals. Tunafahamu ni goals namba ya mazingira, lakini na nishati safi ipo. Kwa hiyo sisi tunafahamu tumeshaanza utekelezaji wa 50 kwa 50, ile dira ya 50 kwa 50. Kwa hiyo na mimi ni mmoja kati ya wadau ambao tunaitekeleza hili. Na kwa kweli rais wetu anapenda sana wanawake wote watumie nishati safi na salama. Kwa hiyo tunaendelea kuunga mkono dada yangu. Lakini pia tuwaombe, tunaelekea tarehe 7 ambao wenzetu wamesema watafanya maandamano, na sisi kama viongozi wa chama tumesema wanawake wa Tanzania, wanawake wa Rungwe, wanawake wa Kimo, tunahitaji amani. Amani ndio kila kitu. Amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa letu. Maana dada yetu, kusingekuwa na amani hii hafla isingekuwepo. Lakini pia na nyie msingesafiri kutoka majumbani kwenu kuja hapa. Kila mmoja ametumia usafiri wa aina mbalimbali kufika hapa. Kusingekuwepo na amani huko njiani tusingepita, maana pote pangekuwa hapatawaliki. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo sisi tunaendelea kuwatia moyo, tunaendelea kuwaomba kila mmoja ailinde amani ya eneo lake. Hafla hiyo iliwakutanisha wadau mbalimbali akiwemo Orex Gesi na Azania Bank, ambapo meneja wa Orex Gesi Peter Ndomba ameeleza faida za matumizi ya nishati safi ya kupikia yanayotokana na moshi wa kuni na mkaa pamoja na kulinda mazingira, huku mwakilishi kutoka Azania Bank Rosemary Sibanda amewahamasisha wanawake kutumia fursa za kifedha zinazotolewa na benki hiyo ili kujikwamua kiuchumi kupitia ujasiriamali na vikundi vya maendeleo. Sasa faida yake nini kutumia gesi? Unapotumia gesi, mbali na kupika,
unapata faida nyingi sana. Moto tu wa gesi unaotumia maana yake nini? Unakusaidia wewe kupika kwa haraka, unapata ufanisi mkubwa sana kwenye kupika, na hivyo itakufanya wewe uweze kufanya shughuli nyingi ambazo usingeweza kuzifanya kwa kutumia kuni na mkaa. Kama ulikuwa unatumia masaa 4-5 kuandaa chakula, kwenye gesi utatumia nusu saa au dakika chache tu, kisha utakuwa na mipango mingi sana ya maendeleo yako binafsi. Azania pia tuna akaunti za akiba. Hizo pia kwa mwanamke una uwezo wa kujiwekea akiba na ukawa unapata faida ya kile kiwango ambacho unakuwa umekiweka. Lakini mbali na hivyo pia tuna akaunti za watumishi ambao sasa hivi wanakuwa wanaomba mikopo yao kupitia kwenye mfumo wa ESS, na riba kwetu ni 15.5% kwa muda wa miaka 12. Lakini pia mbali na hapo hatujasahau watoto. Tuna akaunti maalum kabisa za watoto ambazo mzazi anaweza kumfungulia mtoto ambaye ni umri wa miaka 18. Tulikuwa tunapenda sana kuwakaribisha benki ya Azania. Kuna fursa nyingi sana. Baadhi ya wanawake walionufaika na mpango huo wamemshukuru Sofia Mwakagenda kwa kuwajali na kuwapatia suluhisho la changamoto ya matumizi ya kuni na mkaa, huku wakisema hatua hiyo itasaidia kupunguza gharama za maisha, kulinda afya zao na kuhifadhi mazingira. Tunajisikia vizuri sana kwa kutukumbuka mama yetu, kututoa kuni kichwani. Tunamshukuru sana huyu mama kwa sababu tunaweza kutumia gesi kwa uwezo ambao ametupa mama yetu Sofia Mwakagenda. Mungu amlinde na ampe miaka mingi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala,